Naam kabisa, hii ni Sanga Media TZ ama Sanga Media Tanzania, na leo hapa tupo katika shughuli ya Bi Zena, shughuli yake ya harusi. Tulikuwepo jana katika shughuli ya Inspector Case na mke wake Zainabu, na tukawajuza kupitia Sanga Media Tanzania kwamba leo hii tutakuwa katika shughuli ya ndugu yetu mpendwa wetu Zena, ambaye leo hii amefanikiwa kufunga pingu za maisha, na mbele ya kamera pia huyu ni baba yake na Zena, CEO wa Sanga Media TZ. Kwanza hongera bwana. Kwanza shukrani sana bwana Mkali, lakini pia sio hongera kwangu mimi peke yangu, inabidi hongera na wewe pia au na timu nzima ya Sanga Media, kwa maana sisi sote tumeweza kushirikiana kwa umoja namna kuliendesha hili jambo hadi tumeweza kufikia hapa. Lakini pia nimefurahishwa zaidi namna tulivyofanya coverage kuanzia asubuhi, lakini pia sasa tumeweza kufika sasa kwenye mji ambao mtoto wetu binti Zena sehemu husika ambako ndio kaja kufanyaje kwenye mji wa wazazi wake au wakwe zake, naweza nikasema kwa namna moja au nyingine. Lakini pia nimefurahishwa zaidi kwa sababu nimeona timu yetu leo imeweza kukamilika, nikizungumza kwamba tuko pamoja na Sheikh Halid, japokuwa watu hawezi kumuona on air, lakini ni miongoni mwa watu ambao pia tuko nao moja kwa moja katika jambo hili. Nadhani hiyo kwangu ni furaha pia, lakini pia ni jambo zuri kwa maana tayari kijana wetu au mtoto wetu, dada yetu ameweza kutimiza miongoni mwa zile nguzo za Mwenyezi Mungu. Bwana Sanga, wewe kama mzazi leo ni kutoe katika masuala ya media. Okay. Wewe kama mzazi umejisikiaje mara baada ya kusikia binti yako kaletewa posa pale nyumbani na anatarajia kufunga pingu za maisha, na hatimaye leo Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala kajalia hatimaye kafika katika mji wake wanaanza maisha yeye na mume wake? Okay, na binafsi naweza kusema kwamba hiyo ni furaha kwangu mimi, kwa maana mimi nazungumza kwa niaba ya familia nzima. Kwa hiyo nikisema kwamba ni furaha kwetu iliyokuwa ni kubwa, kwa maana kwamba na present familia yetu nzima kwa ujumla. Naweza kusema kwamba si binafsi tumefurahishwa nalo kwa sababu tunajua ndoa ni jambo adhimu. Ni jambo adhimu sana ndoa. Kwa hiyo inapotokea jambo kama hili, na inapotokea jambo kama hili katika familia yako, basi ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu swala kwa taala, kama ulivyosema hapo awali. Ndio. Bwana Sanga, sasa mimi naona leo hii una furaha kubwa sana. Okay. Umeozesha binti yako binti yako Zena mpakalike, na umesimamia shughuli mwanzo hadi mwisho. Wewe sasa, kutokana na wewe ni digala au unaweza kusema ni mkurungwa katika swala la ndoa, una muda mrefu sana na una experience kubwa sana. Nataka utoe neno moja kwa hawa vijana wako leo hii ambao wanaanza maisha rasmi ya ndoa. Binafsi tu ni kwamba tu waendelee tu wanyenyekevu na wavumilivu, kwa sababu tunaamini kwamba ndoa ina mambo mengi mno. Kwa hiyo kikubwa busara, uvumilivu ndani ya ndoa ni jambo ambalo linahitajika sana. Kwa hiyo kikubwa ni kuwasihi, na kwa bahati nzuri ni kwamba tutapata fursa pia kuweza kuzungumza nao. Kwa hiyo kikubwa zaidi ni kuendelea tu waendelee kumwomba Mwenyezi Mungu ili jambo lao liweze kuwa na imani zaidi katika ndoa yao. Naam kabisa, huyo ni mkurugenzi wa Sanga Media TZ. Mlishamzoea akiwa katika kitengo cha kuuliza watu maswali, lakini leo hii nimebana na mimi katika engo yangu, nikamuuliza maswali yangu kadhaa na akayapata kuyajibu kwa fasaha kabisa na kwa kunyoka kabisa. Ngoja sasa tupate kuongea na wenyeji wa babu harusi, na pia tutaenda kuongea na walengo ambao wanatufanya leo tumekusanyika kufika hapa. Usikose kushare, kusubscribe channel ya Sanga Media TZ ili wa kwanza kupata matokeo yetu. Asante sana.